Hujambo msikilizaji na karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jai Kalajaden, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Safari Alimasi kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu Safari. Asante Bukuru Tantine Aldama kwa kulipa fursa hii. Tuanzie habari muhimu na huko Uvira ambako shirika jipya la raia kusini mwa jimbo lipo Uvira ataja kuanzisha mara tena shughuli za sit-in pamoja na wauguzi ili kuomba serikali ya Kinshasa kulipa waganga mishahara yao kama wafanyakazi wengine. Na huko Sangeri kwamba raia wengi wameripotiwa kuondoka katika senta Sangi makao makuu ya tarafa Uvira hivyo baada ya bomu za waasi kuanguka mjini humo na kuzusha madhara ya kiutu siku ya 6 wiki runayo. Tumalizia habari muhimu na huko Yungu sekta Nganja ambako ndege moja ya kivita aina ya helikopta imeanguka ndani ya ziwa Tanganyika kwa kijiji kati ya Yungu na Kasaba siku ya Jumamosi ya wiki tunayo sekta Nganja tarafani Fizi. Bukuru Tantine Aldamani ndio tulikuwa nao kwenye habari muhimu kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Uongozi wa watu wenye kuwa na ulemavu mjini Baraka umeomba kwa serikali hasa vitengo husika na usalama kuadhibu vikali watu wanaotumia walemavu kwa ajili ya kutenda na kupitisha vitu kimagendo. Umeyasema hayo kutokana na baadhi ya malalamiko ambayo umeyapata. Akizungumza na redio yako, Bwana Kyalondagwa Mupenda, kiongozi wa watu wenye kuwa na ulemavu mjini Baraka, amesema kuwa kuna watu wa nia mbaya ambao wanatumia walemavu kama ngao, huku akiomba kwa vitengo vya usalama kuwajibika juu ya hilo. Kufatana na ile swala, kwanza tunaweza sema ni uzembe umoja wapo ambao unaonekana kwenye serikali yetu. Kwa kuwa mimi ni mlemavu, serikali hainiajiri mimi, sina kazi. Inaweza wezekana je mie nipate vitu ambao inazidi kwanza uwezo ambao mimi niko nayo. Ndio maana tulisema kama kuna uzembe fulani juu mimi kama mlemavu siwezi kuwa na vifaa ambao serikali haijue vile vifaa vilitokea wapi. Inawezekana kuko watu ambao wanapenda kuibia kupitia mgongo ya walemavu. Wanakuja na mizigo zao kisha wanakuja sasa kuitilize walemavu kusema kwamba ile mizigo inakuwa ya walemavu. Na watu kama na wale wakati wanaonekana kama wako wanaendelea kufanya mambo kama na hili, inabidi sheria ifanye kazi yake. Lakini tatizo ni ile yenye tuko tunasema kama sheria zetu hazitendi kazi. Wakati mtu anafanya vitu ambao abilingane sawa na sheria, inabidi kuadhibu ule mtu sawa sawa na gisi sheria inasema. Ni ile ndio naweza kusema kwa wale watu wote ambao wanaweza kutumia walemavu kama vile vikaragosi vyao, wanaleta mizigo kule nje ya nchi kisha wanakia kusema mizigo ni ya kiongozi wa watu ambao wanaishi na ulemavu. Jibu ni hapana. Inabidi kwanza wajue ule kiongozi wa watu ambao wanaishi na ulemavu iko na kazi gani. Kisha sasa Njoba anaweza hiyo ndio kupitia ile kazi ambayo iko anafaa anaweza kufanya shughuli fulani. Na ile pia shughuli inaweza kuwa identifie na serikali purke bajue kweli hii mambo ambayo ndugu wanafanya ni miongoni mwa kazi ambao sisi kama serikali tunafahamu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, kukosekana kwa mvua imekuwa moja ya kero kubwa ya wakulima tarafani Fizi na jimboni Kivu Kusini kwa ujumla. Wataalamu wa kilimo wametoa mwangaza kuhusu sababu na namna ya kuepukana na uhaba wa mvua. Engineer Gaston Mwalimu kwenye chuo kikuu cha maendeleo Isder Fizi amezungumza na Radio Kivu na kutoa mwangaza kuhusu sababu halisi za uhaba wa mvua. Mvua inatokana na hewa, le vent, na hiyo hewa wakati inatembea ni hewa ya kutoka ngambo ya juu na hewa ya kutoka ngambo ya chini. Hizo hewa mbili wakati zinakutanana, kwa lugha ya Kifaransa tunaitaka ile la convergence intertropicale, la CIT. Yani hewa mbili ya kutoka juu na ya kutoka chini zinakutanana, inafanya hewa kupanda juu. So wakati hewa inapanda juu inajikondense, inaforme nuage, afu
ni waje mvua inanyesha. Na ile vent yako kwetu Afrika ya mrejo tropicale tunataka hayo les alizés. Donc les deux alizés se rencontrent, il a obligé l'air à monter. Et quand l'air monte, la température diminue. Nuage pluie. Huku juu au nord tuko ile ambayo tunaita désert de Sahara. Huku chini kusida tunaenda ambayo tunaita désert de Kalahari. Upande mwingine, mtaalamu huyo wa masuala ya kilimo ameonesha namna gani miti inakuwa moja ya chanzo cha mvua, huku akimalizia kwa kutoa ujumbe wa uwajibikaji kwa serikali na kwa wananchi. Kuko kwanza ile tunaita les éléments du climat. Kuko le vent. Ndio ambayo niko nasema hewa mbili zinapaswa sikutana juu kukue mvula. Ndio. Donc kuko les éléments du climat, kuko vent, kuko la pluie et la température. Ile ndio tunataka les éléments du climat. Donc kwa kujua hewa ya mahali tunajua kwa jinsi hewa inatembea, mvua na joto. Sasa apart ya vile vitatu tuna ile ambayo tunaita le facteur climatique. Parmi maintenant les facteurs climatiques ndio mko sasa vegetation. Fasi ambako kuko miti, okay? Kuonyesha zaidi kuliko fasi yenye hakuna miti. Kwa nini miti? Parce que miti iko na effet yenye tunataka la transpiration. Miti inakuwa inapumua, inatosha hewa, majani inatosha hewa. Sasa ile hewa ya miti nayo inapanda juu, n'est-ce pas? Inajikondense, inaleta mvua. Donc mvua ama mvua zimepunguka, upungufu usi wa miti ni chanzo mojawapo mvua aussi kupunguka. Lakini kwa sasa raison principale haiko tu miti. Nasema la convergence intertropicale. Zile hewa mbili kutukutanana ziprovoke pluie, zinafanya deviation, kwa sasa zinatuma mvua zinakatala. Kwa sasa tuko na changamoto kubwa za kukosa mvua, na kama tunakosa mvua ingebidi serikali ione namna ya kufanya mazingira ya kupata maji avec les femelles ya irrigation. Nafasi nyingine kama mvua zinakuwa ndogo, wanakamata maji ya mitoni wanaingiza kwenye mashamba. Sasa inalomba budget kubwa, hiyo wananchi hawawezi wakaiwezi mpaka serikali. Donc tukue na panda machakula bila kutegemea maji ya mvua, tutegemea maji ya irrigation. Hiyo ni changamoto kubwa kwa serikali. Kwa wananchi ni kupanda miti. Tupande miti, watu wajisensibilize kwa wapande miti, sababu miti inasaidia kupata maji au kupata mvua, hata kama kuna yale tunaita la CIT, la convergence intertropicale ina dévié, mais grâce ya miti tunapata mvua. Ndege moja ya kivita aina ya helikopta imeanguka ndani ya ziwa Tanganyika kwenye kijiji kati ya Yungu na Kasaba siku ya Jumamosi wiki tunayo sekta ya Nganja tarafani Fizi. Kwa mujibu wa raia moja tuliyezungumza naye toka eneo hilo, amesema kuwa zilikuwa ndege tatu zilizokuwa natoka maeneo ya Kalemu kwenda Uvira. Ghafla zilipofika eneo hilo, ndege moja ikafanya ajali. Duru yetu hiyo haikuonesha chanzo cha ajali hiyo, huku mtu mmoja ameokolewa tayari. Moja kati ya raia tuliyezungumza naye anaeleza yafuatayo. Samedi le 6 décembre, accident moja ilifanyika ile video ya accident ilifanyika mula Tanganyika entre kijiji ya Yungu na Kasaba. Avion ilikuwa mbili, moja ikazama mumai. Avion ilikuwa mbili, moja ikazama mumai. Apres pale tukaona ingine ya tatu inafika, ilikuwa tokea kote ya Uvira kwenda ngambo za Kalemi. Ile mavio iko na pita sana hapa kutoka saa Kalemi inaenda ngambo za Uvira. Donc mureturu yabo moja inafanya accident na zile zingine zinaenda Kalemi. Na sasa ni muda wa kufata habari za michezo na Sudi wa Sudi Valente. Karibu Sudi. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo ni kwamba ameteuliwa kuweza kuongoza klabu ya FC Flambora hapa katika mji wa Baraka bwana Papi Baruti katika uchaguzi ambao unaweza kufanyika mchana wa siku ya Jumamosi ya tarehe 6 Desemba mwaka 2025. Papi Baruti, mwenyekiti mpya wa klabu ya FC Flambora hapa katika mji wa Baraka, ameanza kwanza kuonesha furaha yake kunako microphone za redio ya kijamii Kivu. Assembly kuna husu election ya nouveau comité
Ni mimi ndio nimepita kuwa kiongozi president na 87 voix, donc 96%. Ndio nimepokea na furaha mingi kwa kunipatia confiance kwa kuweza kudirige Flambeau kwa muhula ambao nitatumika. Donc nimefurahi sana. Ni mimi mwenyewe ndio nimejitolea kugombea sababu nilikuwa na vision juu ya Flambeau. Ni miaka mingi nilikuwa na vision ya kuweza kuongoza Flambeau na nimejitokeza kuwa candidate na uchaguzi umefanyika. Nimepata soutien ya membre wote wa electeur wakanichagua na kunipatia confiance kuongoza Flambeau. Washabiki wa FC Flambeau wategemea mabadiliko. Wategemea mabadiliko mu Flambeau tutaweza kutumika pamoja na support yabo, soutien yabo ili tuweze kufanya changement ya Flambeau sababu ilikuwa chini, fale tuinue ikamati image sura ya Flambeau ya zamani. Upande mwingine mwenyekiti huyo ametaja kushukuru vya kutosha huku akitoa baadhi ya miradi ambayo tuweza kuifanya katika klabu hiyo. Katika uongozi wangu na yeye nilionyesha vipengele 10 ambayo nitavitumikia kazi sana. Nilionyesha kama club inapaswa ikuwe en règle sur le plan administratif, ikuwe na statut, doté statut, ikuwe affilié ku FECOFA, ikuwe na immatriculation na club tuichange ikuwe club professionnel. Hiyo kabisa ni vision ambayo niko nayo juu ya Flambeau. Na upande wake bwana Bulupe Elema Labote ambaye alikuwa mwenyekiti makamu wa klabu ya FC Flambeau Raya hapa katika mji wa Baraka ametaja kuwatakia safari njema kamati mpya yote ambayo inaweza kuteuliwa mchana wa siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuweza kuiongoza klabu ya FC Flambeau Raya, huku akimalizia kutaja kuwa atakuwa na ubega kwa bega katika msimu ambao tutaweza kuifanya kwa ajili ya kuiongoza klabu hiyo kwa pamoja. Nilipenda na mie ni akompanye wenzetu kwa kufanya vote ya kutafuta presida wa kutugombola kumula yetu yenye tulikuwa nayo. Uchaguzi ulipitika sawa, tuliparticipe na tulifurahi, tulilomba ba mambre wetu batusaidie wale wenzetu nabo gisi walitulea. Sie tulivivre mu komite muda mrefu, tulifanya miaka 12 na tukubagua mtu sogelee tubambie uzaifu yenye na kuwaka na bajuere na uzaifu yenye ko kuba membre na tutabaelezea mzuri, tutabapatia gisi banaweza vivre na aba batu juu haiko fasili. Juu batu walikuwa balisha tuzoea, lakini itakuwa kawaida, tutambatana na wale wenye bataongoza na tutakuwa pamoja, batafanya vya mzuri na makontribution tutabasaidia pia vile vile. Ningelikuwa sitaingia tena mu FC Flambeau Raya, singelikuwa fanya vote, lakini mie karatasi yangu ilikuwa ya kwanza nilivote kuona kama nashirikiana nabo tuko pamoja. Tumalizie hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako tournament inayojulikana kwa jina la Onesha Kipaji Chako cha daraja la pili iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako mechi moja iliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba. Vijana wa klabu ya AS Roma ya Kumwemezi walirejea kutoka sare ya 1-1 dhidi ya klabu ya Sinai City, na siku ya Jumapili tournament itaweza kuendelea mara tena. Majira saa 7 kamili za mchana vijana wa Academy watakata mshwa fitna dhidi ya klabu ya Jackson Kimbaseke, huko mechi saa 9 kamili za jioni vijana wa klabu ya FC Raya waliweza kukaribisha vijana wa klabu ya FC Amazone. Mechi zote hizo zitaweza kushuhudiwa kuna kwa uwanja wa Matongo hapa katika mji wa Baraka. Na weka nukta kuna kukurasa wa habari za michezo, mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, huko nambari 19 mgongoni yake mchezaji Kanida Mapendo Payet ikipea barabara mgongoni mwangu. Asante sana Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio ya Kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na huko Sange ni kwamba raia wengi wameripotiwa kuondoka katika senta ya Sange, makao makuu ya tarafa ya Uvira. Hivyo ni baada ya bomu za wahasi kuanguka mjini humo na kuzusha madhara ya kiutu siku ya 6 ya wiki tunayo. Kwa mujibu wake Kidumu Filemo, kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira Pasange, ameonyesha kuwa hali ya usalama imeweza kuzorota zaidi Pasange.
Leo watu wote wa sehemu za kuanzia Ruvungi, Bwegera, Ruberizi na kuja hadi Mtarule waliingia ndani ya Sange. Kufika muda wa 5:30 bomu moja ikalipuka katika mji wa Sange katika kata la Kinanira, sehemu ambayo inakuwa na shamba za miti, na mtu mmoja kujeruhiwa pale, na ile ilifanya watu kukimbia sana Sange, wakatoka ndani ya Sange na kukimbia wanaelekea ngambo ya Burundi, wengine wanatoka ngambo za Uvira. Sange kulikuwa kwa watu wengi sana ambako kwa hauwezi kuona tena nafasi ya kupita. Watu ambao walikuwa wamekimbia wakaingia ndani ya mji wa Sange, wale wa roho ambao wamekubali ile ambayo tumewaambia wamebaki, wengine wengi wamekamata direksio Uvira, kisha wamekamata direksio ya Plende la Ruzizi kushuka kama kwenda Burundi, na wengine wamekamata njia za kupanda hata milima midogo pale ya grupema ya Kigoma na zingine magrupema. Sasa watu wanaendelea kukimbia na wakati bado vita vinaendelea huko. Kwa nini watu wanakosa tumaini na jeshi? Hapana, tunakuwa na ile ambayo ni hali ya kigeni sana kwa tarafa hili, kwa sababu hatujawahi kuona vita ambavyo bomu linatoka sehemu za mbali na inakuja kuwaua watu katika maeneo fulani. Hata hivyo, ameongeza kuwa raia wamekuwa na uoga mwingi unapolinganisha na yale yaliyofanyika pa Luberizi na Luvungi. Kidumu Filemo amerejea mara tena. Na ile imefanyika tangu hapo jana tariki 5 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, ambako katika maya Luberizi kwenye kilalo cha mto Luberizi tumeenda kuripuka mabomu mawili yakasambaratisha watu ambao walikuwa wanakimbia, na 16 walikufa hapo na wengine wakajeruhiwa vikali. Na kwa mji wa Luvungi pia kwa grupema ya Itara Luvungi Centre kulienda kuanguka pia mabomu mawili yaliumiza watu vikali na wengine wamefariki hapo, na gari zimeunguzwa pale. Kufatana na ile ya kuongezekea kwa ile bomu ambayo imeenda kuanguka kwa mji wa Sange, imeenda kufanya watu kufika sana na kukimbia sana. Ingawaje hawaoni hawa wanapambana na hawa, wakifikia tu ya kwamba mapambano yanakuwa juu ya Rubarika, lakini hofu ni kwamba yale mabomu wakati wanaona kwamba inaanguka hapa, wanakosa kusema kwamba yanaweza anguka kwa sehemu zingine. Hapana, shughuli hazikufanyika tena nyuma ya masaa 5:30, na hivi watu tena wanaanza kimbia, wanakimbia tu ni tishio, sijui ni nini inasemekana. Hivi niko kwenye barabara, watu wanaanza kimbia sana. Ya vita hapana, ya vita ndio imetatiza watu sana. Upande huu wote watu wanajaa ndani ya nyumba za masomo, wanajaa nyumba za publike, yani za serikali, wakitokea pembezoni ya mji wa Sange. Lakini hiyo pia sitakuwa kama kumpa adui nguvu zaidi hata kama hajafika huko Sange. Ile ni kweli. Sisi sasa tunasubiri matamshi ya wakuu viongozi wa jeshi wa Burundi, kwa sababu wangali wanaendelea kuingia ndani ya vita na wakishirikiana pia na wazalendo na wa FARDC, wote wanaingia kwenye uwanja wa mapambano ile na kutia nguvu. Na ndio maana tunabaki hapa, tunakuwa tukifuatilia na kuambia watu, tunawatia moyo kusema kwamba wakaze roho na wabaki bila hofu, wasiende wako wanaumia vikali. Ndio hapa tunasubiri tu ni ile makoro, tuone jinsi itafuatiliwa. Zaidi ya visa 223 ya vifo ndivyo vimerekodiwa katika mitaa mbalimbali ya mitaa ya afya ya Uvira mjini na tarafa. Hivyo ni kutokana na mgomo baridi unaoendelea mjini Uvira, ukiendeshwa nao wauguzi pamoja na shirika jipya la raia eneo hilo. Fredi Mudeba ni mratibu makamu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili, ametoa maelezo juu ya takwimu hiyo yenye kuonekana kukua juu zaidi.
Leo tumependelea kualerte guvernema yetu ya Kongo kulingana na maafa ambayo yanatokea baada ya waganga kuacha kazi tangu tariki 3 mwezi wa 11 mwaka huu, ambapo wanaendelea toujours kurevendike madrua zao. Yapata sasa kitu ya mwezi ambapo waganga wote wa province yetu ya Sud Kivu wameacha kazi na wamegoma na waliabandone ma structure sanitaire presque zote, na kwa sasa bila iko catastrophique du fait que tumekwisha sasa kuenregistrer 223 ka ambapo mwa zile ka kuko ka 11 ambapo tunaita 11 ka 11 décès maternel na 137 décès ya watoto moya ya 5 na 75 décès ya watu wenye umri mbalimbali. Tumefanya ile alert, ni kitu moja ya kushangaza sana. Ndio maana tuna informe gouvernement national, gouvernement provincial ya kwamba sisi communauté tunakuwa tumeisha kwa sababu hatuna tena wa kututunza. Pourtant que matunzo afya ni kitu moja muhimu ambacho gouvernement napashwe kamati comme priorité. Mais malheureusement depuis que waganga wameingilia katika mgomo huu, serikali haijali, na baada ya kufanya mgomo baridi wala kuacha kazi ambayo tunaita katika lugha kimombo greve sèche, yapata sasa wiki mbili pia wako kwenye site hapa ku division provinciale ya santé. Mais malheureusement serikali inaendelea toujours kufanya sembla. Alors sisi raia ndio tunakuwa tukiumia. Upande mwingine ameonyesha sababu gani waganga wa Uvira wana haki ya kulipiwa mishahara yao. Fredi Mudeba amerejea mara tena. Itafahamisha ya kwamba Uvira na kadhalika tuko ni zone ya resistance, ambapo watu wote ambao wanatoka mfro wakiwa wa jeshi wa FARDC wakiwa wazalendo wako wanakia tunzwa na wale waganga. Malheureusement waganga hawatunzi, na ile tunaona ya kwamba ni sacrifice donc kwa autorité betu ya Kongo parce que abataki kurudisha waganga, kupatia waganga haki yao. Ndio maana sisi tumedecide ya kwamba siku ya kwanza tariki 8 tutapeleka wagonjwa wote ku gouvernorat pour que tunde tuwatie pale na waanze kuwatunzia pale. Tuambie gouverneur de province aweze mena kutunza wale watu parce que hatutaitika, tunatoa ushuru, matax na kadhalika. Mais malheureusement leo hii tuko dépourvu na matunzo. Voilà ndio tulikuwa tunapendelea kuambia gouvernement yetu ya Kongo na kubalete kuambia ya kwamba bakamate hii situation comme une priorité, na tunaambia communauté yote nzima, population yote nzima, lundi le 8 décembre ya hii mwaka tujimobilize sote kabisa, tujimwanga kwa gouvernorat pour que tuende tu réclamer matunzo parce que matunzo c'est une priorité ambapo inapashwa ikuwe. Le contraire naoza ya kwamba tutacontraindre gouvernement, tutaiexige kabisa pour que baweze kulipa kuretablir waganga na permettre wale waganga warudie kwenye ofisi. Na habari hizo tumezitoa, hizi maka tumezitoa kuwaite na kuwarele communautaire ambao wana representer communauté mukila rayon, donc mukila zone de santé. Na hii resultat ambayo tunaita ingali resultat partiel. Tunaendelea kufanya monitoring pour que tuangalie namna gani tunaweza kupata zingine maelema za ka de décès, na tulijifuie toujours kuma zone de santé zenye ziko sous occupation ya serikali. Voilà ndio ilikuwa alerte tutafuta kufanya na kuwaku viongozi kwa partenaires nationaux internationaux kuwaambia kwamba kelele grave. Ni kupitia sauti yake hiyo Fredi Mudeba kutoka mjini Uvira ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantina Aldama, fundi mitambo Jaika la Jaden, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.